Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watukufu Islam, kwanza kabisa tutaanza na utangulizi baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutaanza na utangulizi wa kutoa taarifa wa muhadhara huu, kwa lengo lake ni nini na umeandaliwa na nani na maudhui yake ni nini itakayozungumzwa hii leo. Na muhadhara huu umeandaliwa na Munira Madrasa au Munira Online TV ikiwa chini ya mudir Ustadh Juma bin Rashid. Yeye ndo anatuandalia vitu hivi kila mwaka, anavyoandaa basi hutupa taarifa, kuomba na hapa muhadhara ufanyike. Walillahi alhamdu, ushirikiano wetu ni mzuri na nafasi hiyo tunaitoa na tunastafidi kwa kiasi kikubwa kwa wale ambao wanakuwepo katika darasa hizo ambao zinavyoendeshwa mpaka mwisho wake. Kwa hiyo hawa ndio waliotuandalia muhadhara huu Munira Online TV ikiwa chini ya uongozi na usimamizi wa Ustadh Juma bin Rashid. Si tu msikiti huu bali ni misikiti mbalimbali na mashekhe aliyowapanga. Inawezekana magharibi hii kuna misikiti kadhaa inafanya jambo hili katika utaratibu aliokuwa amejipangia yeye, kufikisha dawa hizi, kufikisha mihadhara hii, kufikisha ujumbe huu mbalimbali kwa mashekhe mbalimbali anaowatumia. Hata mwaka jana tulipata muhadhara kama huu. Sasa maudhui ambayo itakayoletwa kwetu hii leo, jambo la kwanza kabisa kujua fadhaili zinazopatikana katika swala ya al-asri na swala hii ya magharibi, halikadhalika na swala ya al-ishai. Kama sikosei, nilipata ripoti hivyo. Kwa hiyo na muhadhiri wetu atakaye kuwa yupo hapa mezani na kutuletea darasa hii Sheikh Hashim maarufu Rusagaji, ni shekhe maarufu sana wa Dar es Salaam. Ninamfuatilia kidogo katika baadhi ya darasa zake. Mtu ambao ni muwazi, hapendi mambo ya kuficha ficha, jambo la kweli anasema kweli, na ndio taratibu na sheria na kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, qul haq in kana murra, sema ukweli hata kama ule ukweli ukiwa mtu unamuuma, lakini ujumbe utakuwa umefika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma an jami'i sahabati Rasulillahi ajma'in radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ndugu zangu katika imani, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukutana katika ibada hii ambapo yote hii ni neema ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa sisi. Ndugu zangu katika imani, nachotaka kusema kwanza, natoa shukurani kwa taasisi ya Munira kwa kunipa nafasi hii kuweza kufikisha ujumbe katika msikiti kama huu. Nadhani itakuwa ni mara yangu ya kwanza au itakuwa ni mara ya pili, nimesahau, lakini nadhani ni mara ya kwanza hapa kwa Sheikh Abdul Shakur.
Ndugu zangu katika imani, tuzungumze machache, tukumbushane machache yale ambayo tutakayoweza kuyafikisha. Mada yangu tutazungumzia fadhila ya salatul fajri na salatul isha na salatul asri. Hizi ni sala ambazo zina fadhila tofauti na zina fadhila kubwa sana katika sala 5 za faradhi, na ndio maana Mwenyezi Mungu katika Qur'an, katika sura 114 kuna sura inaitwa suratul asri na kuna sura inaitwa suratul fajri. Hii yote ni sababu gani? Ni kutokana na fadhila ya sala hizi. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu anasema, sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia mtume wa Allah anasema, man salla al-ishaa fi jama'atin, Muislam ambaye atakayejaliwa kuisali sala ya isha jamaa. Naomba mnisikilize vizuri sana Waislamu wenzangu, atakayejaliwa kuisali sala ya isha jamaa, ukasali jamaa sala ya isha, ima umesali msikiti huu Masjidut Tauba ama msikiti jirani, ama umesali pale Ndugumbi ama msikiti wowote, lakini umesali salatul isha, Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, fakaannama qama nisfa al-layl, anapata thawabu za kusali nusu usiku. Unapata thawabu, ina maana kuanzia baada al-isha, ina maana wewe au baada salatu kuanzia saa 6 usiku unafanya ibada mpaka alfajiri, unalipwa. Lau kama umetoka pale baada salatu al-isha, umesali baadia yako, umerudi nyumbani kwako, umelala, tayari umeandikiwa pale. Hiyo ni salatu al-isha. Mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, hadithi hiyo, wa man salla salata as-subh fi jamaa, na atakayesali sala ya asubuhi jamaa, ukaisali jamaa sala ya asubuhi, Mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, fakaannama qama al-laila kullah, huyu anapata thawabu za mtu aliyesali usiku wote. Umeipata salatul fajri na umeipata salatul fajri. Hapa tunapata fundisho gani? Salatul fajri na salatul isha ni sala ambazo zina fadhila kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu, tujitahidi tuzipate hizi sala mbili. Nachotaka kusema rawahu Muslim, ni hadithi katika Sahih Muslim. Hapa nitoe pongezi na niwahamasishe wale ambao mnaokaa jirani na msikiti. Hani'an lakum, kwa Kiarabu tunasema hani'an lakum ya man taskununa bijiwari almasjid au almasajid, hongereni sana enyi mnaokaa jirani na misikiti, hongereni sana. Chukua mfano nyumba kama hii hapa, yani huyu kupitwa na sala ya isha inampita salatul fajr, inampita salatul isha jamaa, ukweli ni hasara kubwa sana, ni hasara kubwa sana, kwa sababu unapewa sasa. Chukua mwezi wa Ramadhani unakuja, unapata sala ya isha mwezi mzima wa Ramadhani kabla ya tarawih. Tarawih ina fungu lake, alafu unapata salatul fajri jamaa. Hili ni jambo zuri sana ndugu zangu katika imani, na ndio maana ninasema wale ambao mnaotafuta nyumba za kupanga si walazimishi, lakini kwa hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi katika Sahih Muslim,
na kuombeni, tafuteni nyumba mpange jirani na msikiti. Ukiulizwa mwambie ninataka nikae jirani na msikiti, mwambie dalali kabisa, nitafutie nyumba jirani na msikiti. Kwani bana, kuna nyumba nzuri iko pahala pazuri, na pale kuna nyumba, naambia nataka nyumba jirani na msikiti. Na kwa mtu ambaye Allah amempa uwezo wa kununua nyumba, basi tafuta nyumba jirani na msikiti. Kwa mfano hapa upande huu kuna nyumba jirani na msikiti, kuna hapa kiblani mwa msikiti kuna nyumba, sawa, kuna hapa nyuma mwa msikiti kuna nyumba. Hii yote ni jirani na nini? Ni jirani na msikiti. Kwa hiyo hongereni sana ndugu zangu Waislamu, wale mnaokaa jirani na msikiti, sawa. Kwa mfano sasa hivi unapata nafasi, Allah amekupa neema ya kununua nyumba, sawa, ni uwezo wako, unakwenda Bagala, unakwenda Kisewe, si unakwenda Chamazi, unakwenda sijui wapi, matashi yako. Lakini manhajul anbiya, maisha ya mitume wote wamekaa town, na mitume wote ni watoto wa town. Ndio maana utaona hata wale masahaba wenyewe wale wanne ni watoto wa mjini. Kimwangalia Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Hawa ndio watajwa wanne kwanza, sawa. Hawa walikuwa wanakaa mjini. Ndio maana leo kesho umekwenda Maka, nenda Maka, simama mlango namba 88 89, katika ule mlango kwa nje, ule mlango namba 88 89 uweke mgongoni, tazama mbele yako, utakuta kwa juu kama kwa chini kama kuna kijibustani na kuna maji yanakuwa, Waarabu wanaita fawwa, yanakuwa yanaruka pale ndio ilikuwa nyumbani kwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kwa hiyo Abu Bakar anatoka nyumbani kwake hapo anaingia msikiti wa Maka hapa. Umar ibn al-Khattab nyumbani kwao pale anaingia hapa. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu pale katika mtaa wa Banu Hashim alipozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio kwa mzee Abdul Muttalib, ndio kwa mzee Abu Talib, na ndio Banu Hashim wenye mji wao wenyewe Mamwini. Anatoka pale anakuja hapa. Ina maana Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu anatoka pale kwenye kona ya kuingia msikiti mdogo hapo, anakuja hapa kusali katika msikiti mtukufu wa Maka. Sikulazimishi kwenda kwa Mbezi sijui wapi Chamazi, hapana. Kukaa mbali na mji nako ni gharama, manake gharama jumlisha uwezo wako wa maisha, inakuwa nini? Sawa, sikulazimishi, lakini popote pale utakapotaka kuishi, nenda ukaishi jirani na msikiti. Mtume amesema man salla al-ishaa, atakayesali sala ya isha fi jamaa, katika jamaa. Na Waislamu tunapita na salatu isha hivi. Nasikia sijui leo kuna mechi inacheza, sijui timu gani, sijui kati ya leo au kesho kuna moja katika timu zetu kubwa hapa nchini zinacheza, lakini mtu anapita, ni mswaliji, ni 5 salawati, lakini yupo kwenye TV pale, anajua kwamba isha inamalizika saa 10 alfajiri. Ndugu yangu, huu mpira na hauna uangalia, kwanza unaoangalia wanapata maokoto, wewe hata jero mfukoni una. You are wasting your time with nothing. Unapoteza muda wako. Waarabu wanasema anta tudai waqtaka bibalash ma indak shay, upate kitu. Kwa ndugu zangu, salatul isha ndio maana, kwa mfano mimi kama mimi hivi sasa nimeamua jambo moja. Mara nyingi mimi nasali msikiti wa Manyema pale, ndio maana nimeshaweka principle yangu, manhaj. Nikishaingia nikishasali salatul isha, salatul maghrib Manyema pale, nikishasali salatul maghrib Manyema, huwa sitoki tena mpaka isha, nakaa humo ndani, sababu pale nje kuna vijimgahawa, na mimi mashallah ni mtaalamu wa kunywa chai, napenda sana chai. Mimi nakunywa sana chai, Sheikh Juma, na Waingereza wanasema anytime is tea time.
but anytime is tea time for me, not for you. For me. Kuna watu wengine chai ni tabu, lakini for me anytime mimi nakunywa chai. Sawa. Kwa hiyo nishaingia pa, kwa sababu najua nikitoka pale nikirudi nyumbani isha nitaikosa. Na alfajiri nimeamua kupambana, na wallahi ninamuomba Mwenyezi Mungu kwa majina yake salatul fajiri isinipite. Huwezi kuamini, siku nyingine nalala saa 6. Wallahi ikifika saa 11 kasorobo nipo macho, lakini pia vile vile na mke wangu ananisimamia, amka uswali, muda uswali. Siku nyingine anaambia acha simu, kuchezea simu. Hapa tunapata fundisho gani kwa wale tuliooa? Unampata mke ambaye anayekusimamia kukuamsha sala, sema alhamdulillah. Tumeelewana vizuri? Raha. Amka nao, si wewe vipi unasumbua nimelala? Hapana, hakusumbui. Umepata neema, sema alhamdulillah. Na Mtume ametufundisha tutakapoamka usiamke moja kwa moja ukanyanyuka moja kwa moja, ni kosa. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika moja ya sunna ambazo tumezipoteza, Mtume alipokuwa akiamka anatulia kitandani, anachukua viganja vyake viwili, anafuta uso wake mara 2 mara 3. Anafuta uso wake mara 2 mara 3. Why? Ukiwauliza madaktari kuna sababu za kiafya. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajua ninazungumza na watu wenye akili, na Qur'ani inazingatiwa na mtu. Ukiona unasoma Qur'ani huelewi kinachosoma, ujue una matatizo ya akili. Liulil albab, sa la'allahum yaqilun. Kwa hiyo ndugu zangu, salatu al-isha na salatu al-fajr ni swala zenye faradhi kubwa sana, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema wal fajr wa layalin ashir, na uwapia wakati wa alfajr. Na kule Allah akasema wal asr innal insana la fi khusr. Sasa salatu al-isha na salatu al-fajr. Sasa kwenye salatu al-isha unapata mambo mangapi? Unapata mambo mawili. Kwanza, salatu al-isha unapata daraja 20 na ngapi? 25. Kwa sababu Mtume anasema salatul jamaa tafdhulu bi salati al-fardhi bi 25 daraja. Sala inaswaliwa kwa jamaa unapata daraja 27. Daraja 25. Chukua mfano, tunaanza kwa hesabu. Alfajiri umeswali jamaa, umepata daraja ngapi? 25. Adhuhuri umeswali jamaa, umepata daraja ngapi? Jumla mpaka adhuhuri umekusanya ngapi? 50. Alasiri umepata jamaa, umekusanya ngapi hapo? 70 ngapi? 75. Isha umeswali jamaa, umepata ngapi? 100 na ngapi? 125. Tumeelewana vizuri? Sasa 125 jumlisha mwezi mzima umepata swala ya jamaa. Kabla ya kuangalia isha na alfajiri, mwezi mzima 125 mara 30 unapata ngapi? Sawa? Manake hesabu na kipengele, fanya mahesabu. 125 mara mwezi mzima unakuwa umepata daraja 3750. Unataka nini kwa Mwenyezi Mungu? Sasa hizi daraja 3750 jumlisha mara mwaka mzima, unaijumlisha mara 12 mara mwaka, ina maana umepata daraja 1045 zimewekwa katika akaunti yako ya akhera, zinakusubiri roho itoke. Hapo hujajumlisha sala za sunna, hapo hujajumlisha wazazi, kuwafanyia wema wazazi wawili, baba na mama. Mtume siku moja alikuwa anapanda kwenye mimbar, akasema amin. Akapanda ngazi ya pili, akasema amin.
akapanda ngazi ya 3 akasema amin. Masahaba akamwambia ya Rasulullah, alama amanta, mbona umepanda ngazi ukaitikia amin? Akamwambia jaani Jibril, wa fi riwaya atani Jibril, amenifuata Jibril. Faqal, akasema ya Muhammad, ewe Muhammad, qul amin, sema amin. Faqultu amin. Nikamwambia kwa nini? Akamwambia rahima anfu rajul adrakahu Ramadan falam yughfal lahu, amepata hasara mbaya mtu Muislamu amekutwa na mwezi wa Ramadhani, yupo hai tangu mwezi unaandama, tarehe 1 ameanza kufunga mpaka mwezi unaandama mfungo mosi, hakufutiwa madhambi. Sema amin. Na nimesema amin. Hasara ndugu zangu, Ramadhani hiyo inakuja. Jana nimepita maeneo ya Mwananyamala usiku, nimepita kiushikaji tu, hakuna aliyenijua. Piga swali yangu kama kawaida na t-shirt, chini nilikuwa nimevaa yeboyebo, lakini sio yeboyebo za bongo za kutoka Arabuni. Sawa, mimi sina yeboyebo za Kitanzania za kibongo, na ndio maana nikienda kuswali nazo msikiti na swali nazo, maana utatembea zile yeboyebo uweze kuzikuta Dar es Salaam nzima. Sasa nimepita pale, nimekuta kuna harusi. Si mnajua mwezi wa Shabani ndio mwezi wa harusi jamani? Nimekuta pana harusi. Kwanza Kondoa, mtaa Kondoa palikuwa pana harusi karibu na hizi National Housing mpya hizi ambazo serikali imejenga nyumba za kisasa. Allah ibarikie serikali yetu. Nikatoka hapo nikapita kwenye daraja jipya hili ambalo linajengwa, daraja hili la Kinondoni hapa Moscow, yani Morocco kuingia Mkwajuni, daraja la kisasa. Ndani nikiisha mashaallah patakuwa pazuri, na nyumba zenyewe zitakuwa zinunuliki. Si mnaviona vile vibanda, tutakuwa uwezi kuvinunua vile. Jamaa utamkuta kakauka ngapi? Naomba 100, wakati ungekinunua kwa milioni 10. Sawa. Sasa nimepita Mwananyamala kwenye mtaa mmoja, sitaki kuutaja, nimekuta pana harusi. Ni harusi zetu Waislamu. Basi akina dada wanavyocheza, kuna dada mmoja anacheza uchezaji wa ajabu sana, hata Ibilisi akimuona lazima akimbie. Ibilisi atakimbia, ataambia Mungu, huyu jamaa, huyu dada kanishinda, ana division 1.3 sio 0.7. Hatari. Hivi mnafahamu kwamba Waislamu, niwaambieni ukweli, najua mtamaini huko Munira, huko Mahasin, si wapi watakwenda comment, watatukana. Yani yeye nitukaneni tu. Wewe tukana mwanangu mpaka ule sumu. Mimi niko poa tu. Sina ubaya kabisa. Poa kabisa. Maana siku hizi unasikia Sheikh, siku hizi hapa Dar es Salaam mtu akitaka kupiga mzinga, unajua anakuanzaje? Huna ubaya, uko vizuri, haufi mapema, ujiandae mzinga huo. Ushawahi kuisikia Sheikh? Wewe si imamu wa mjini hapo? Sasa subhanallah, hizi harusi ni mbaya sana Waislamu. Harusi zetu ni chafu. Akina mama wanapita kwenye daladala, nyote si mashahidi, wanatoa makalio kwenye dirisha. Kweli si kweli? Na mimi naona usipoangalia bodaboda hiyo inakuondoa. Inabidi uangalie. Unafanyaje? Mtu akitoa na wewe unaangalia. Akificha basi, lakini ameonyesha kabisa hiyo, na unasema okay, nimeangalia. Angalia. Wallahi, kama ingelikuwa Mtume hajauombea umati huu dua, tungekuwa tushaondolewa kama umati mwingine. Lakini mkienda Madina kuna msikiti unaitwa Masjidul Ijaba. Mtume aliomba dua. Katika dua alizoomba akamwambia, ya Rabbi, nakuomba usiuangamize umati wangu kama ulivyoangamiza umma nyingine kwa mvua, kwa mafuriko. Mungu akasema hilo nimekubali. Kwa hiyo tunavutiwa timing tu. Kila mtu anapoondoka muda wake umefika, huko anakwenda kudundwa. Kimetokea kisa kimoja kwenye makaburi wilaya ya Kinondoni. Makaburi fulani, sitaki kuyataja. Makaburi fulani wilaya ya Kinondoni.
amekwenda dada poa kwenda kuuza mwili wake kwenye makaburi. Mwanangu alitoka bonge la nyoka, hakujulikana nyoka mwenyewe katoka hapo, kadondoka chini, kaumwa, kapoteza fahamu. Sasa hakujulikana nyoka yule ni jini au sio jini. Na inawezekana sio jini, usimsingizie jini. Nyoka. Mpaka mtu anakwenda kuzini makaburini. Unajua hii ni hatari sana. Lakini sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameipokea dua ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad ni rehema kwetu sisi. Na ndio maana Allah amemsifia katika Qur'an. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad ni rehma kwa walimwengu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa Mtume akaitikia amin, akapanda ngazi ya pili akaitikia amin. Jibril akamwambia vipi tena? Mtume akamuuliza Jibril, amin anakuambia hii rahima alfu rajul, amepata hasara mtu adraka walidaihi, amewakuta wazazi wake. Mtu kama babangu hivi, kama hivi, amewakuta wazazi wake kama hao, amemkuta mama, ameishi nao, falam yughfar lahu, hakufutiwa madhambi. Na wallahi baba na mama kama hukuwapenda, hukuwaheshimu, hukuwatumikia, hukuwapenda, hata huna uwezo, basi tu kuishi nao kwa kile ulichoweza ni ibada kubwa sana. Wallahi dua ya baba na mama haihitaji Fatiha wala haihitaji ubani. Mama akisema ya Rabbi, mwanangu huyu amenchosha, ya Rabbi, umekwisha. Baba akisema ya Rabbi, huyu mtoto, umekwisha. Lakini kama baba na mama wanakuombea dua njema, malaika wanaitikia amin, na dua mbaya vile vile malaika wanaitikia amin. Na baba na mama, Qur'ani ina sura 114, lakini katika sura 114 sura 10 baba na mama wametajwa katika hizo sura. Wabilwalidaini wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a wabilwalidaini ihsana. Sura ya 3:36, sura ya 4:36 ni suratul Nisa. Ukienda sura ya 17 aya 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Baba na mama, na nisikie nye vijana mliopo hapa na waona mbele yangu, baba na mama, na wale wengine ambao mpo katika umri wa kuitwa baba mdogo, kaka, baba na mama, baba na mama, baba na mama, usicheze na hawa watu. Wana thamani kwako kuliko nchi yako ya Tanzania, na wana thamani kwako kuliko Simba yako na Yanga, kuliko Man U na Liverpool, Newcastle, sijui nani, wana thamani sana. Mama akisema, msikilize. Tena unamwita mama kwa kumbembeleza, unamwita msemaje? Msemaje? Unamwita ba. Sawa. Ukiona nakasirika kuitwa ba, wewe mtoto, mimi ninakuwa ba, maana yake nini? Mwite baba. Sawa. Na ndio maana utawakuta ndugu zetu wa Kiyaman wanasema yumma, wanamwita mama yumma. Sawa. Bibi wanamwita hababa, baba wanamwita abuya. Yani ni uhitaji wa staili ya kumbe. Yani baba mwenyewe anahisi kwamba, mama anahisi kwamba mwanangu ananibembeleza. We baba, we mama vipi? Hapana. Wabil walidaini ihsana. Naomba tukitoka hapa, kama alivyosema shekhe hapa, tuweze kubadilika. Mmemsikia shekhe alipokuwa anatoa utangulizi hapa. Tubadilike. Lazima ujue baba amekula nini, mama amekula nini, nini kinachomkwaza mama na baba.
Mtume akapanda ngazi ya tatu. Ngazi ya tatu akasema amin. Jibril akasema amin. Mtume akamwambia Jibril, hii amin ya vipi? Akamwambia raghima anfu rajul, limepata pua hasara, pua la mtu, yani amepata mtu hasara. Dhukirta indahu, umetajwa Muhammad mbele yake, falam yusalli alayka, akawa hakusalia. Yani mtu anaweza akatajwa mchezaji wa Simba na Yanga, mwanangu kichwa hicho, lakini anaweza akatajwa Muhammad ukawakuta watu kama wamekula ndimu hivi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ukimsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam mara moja, Allah anakusalia mara 10. Man salla alayya marra, atakayeniswalia mimi mara moja, sallallahu alayhi biha 10, Allah anamswalia kwa hiyo mara moja mara 10. Mpaka Allah anakuswalia wewe, upo Makuti hapa Uswazi. Wewe ni nani? Kwa sababu umemswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allah mwenyewe na malaika wake wanamswalia Mtume kila siku. Wewe kijitu, wewe kijitu, kijimtu, kijidada, kijibaba, kutwa nzima hujamtaja Mtume, hujamswalia Mtume. Who are you? Wewe ni nani? Maninta. Hutaki kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi nimeweka utaratibu katika maisha yangu, kila siku baada salatu al-fajr kuleta zile nyiradi, namswalia Mtume mara 100. Nimekaa pale kwenye bila kuondoka msikitini, na nikitaka kulala silali mpaka nimswalie Mtume sallallahu alayhi wasallam mara 45. Lakini siku ya Alhamis kuamkia Ijumaa namswalia. Alipoitwa akamwambia ajila hadha, huyu amefanya haraka. Akaambia man salla, atakayesali au daa, falyabda bitahmidi rabbi, aanza kusema alhamdulillahi rabbil alamin, thumma yusalli ala nabi, kisha amsalia Mtume, thumma yad'u ba'du bima sha, kisha omba unachotaka. Kwa hiyo unaanza alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, taja shida zako, dua yako. Mwishoni wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Kwa mfano umeziona nyiradi shekhe ulizozileta hapo, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Hivi Waislamu nyinyi mnafahamu hizi nyiradi baada ya maghrib fadhila zake? Wengi tunazisikia tu. Unaweza mimi siwezi kuswali ule msikiti wa Tauba bana, baada ya maghrib wanapiga kelele manyiradi, Allahumma ajirna minan nar. Allah, wewe kama hujui kaa kimya, acha ubwege, nenda kasome. Hadithi ipo katika Sunan Abi Daud As-Sijistani, hadithi ipo. Muslim ibn al-Harith at-Tamimi, sahaba, anasema asarra ilayya an-nabiyyu, Mtume alinong'oneza. Faqala, akaambia idhan sarafta min salati al-maghrib, utakapomaliza kusali maghrib, faqul, sema Allahumma ajirni minan nar 7 marrat, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma, mara 7. Fa innaka in qulta dhalika, ukisoma uradi huo, thumma mutta min lailatika, ukafa usiku ule, yani umeleta kama tulivyosali maghrib hapa, umeuleta ule uradi ukiwa umekufa usiku ule, kutiba laka jiwarun, unapewa kibali. Yani roho inatoka, lakini tayari wale malaika wanakufuata, wanakuta kuna kibali. Huyu mwacheni, ameshalindwa na moto. Allahumma ajirni minan nar, Allah nilinde na moto, ndio maana yake Allah. Kwa hiyo unakariri mara 7, kisha na asubuhi vile vile unasoma uradi huo, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni. Kama wewe unaona kusoma kwa sauti kwako ni dhiki, kwamba haijathibiti kwako, kula jiwe basi zilete kimya kimya.
Wanaoleta kwa sauti, acha walete kwa sauti, au sio shekhe? Ukiwasumbua wanakudunda, apigwe huyo. Ndio wale nani wafanya fujo msikitini, unapigwa. Sawa, wewe unaweza kwenda kushtaki polisi, umenipiga msikitini, kosa nini? Mimi nimewambia usinyanyue sauti, kesi ni yako. Tumeelewana ndugu zangu? Sasa mtu hamsalii Mtume sallallahu alayhi wasallam ni hatari, ni hatari. Ndio maana mimi ndugu zangu, baada ya salatu al-maghrib na salatu al-fajr, huwa imamu akishatoa salamu, huwa sipendi, Allah ananijua, huwa sipendi mtu anisalimie, sipendi, kwa sababu na nyiradi ninazozileta Mtume amezifundisha. Miongoni mwa Allahumma ajirni minan nar, na uradi mwingine la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay. Na ni uradi ameuleta Sheikh hapa, nimeusikia mimi. Ukisoma uradi ule unafutiwa madhambi 10, unaandikiwa thawabu 10, unapandishwa daraja 10, na siku ile unakuwa katika ulinzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu, sasa salatul isha jamaa, salatul fajr jamaa. Sasa katika moja ambayo tunatakiwa tuyafahamu katika salatul fajr jamaa, rakaata qabla al-fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha, rakaa mbili utakazoziswali kabla ya alfajiri ni bora kuliko dunia na vilivyomo. Chukua Ulaya yote, Asia yote, Afrika yote, chukua na mikoa na makata na matarafa yote, Arabuni yote, rakaa mbili kabla salatu al-fajr. Raka ya kwanza unasoma alhamdu na qul ya ayyuhal kafirun. Raka ya pili unasoma alhamdu na qul huwa Allahu, sura nyepesi sana. Ukimaliza unasubiri iqama. Umepata kheri kuliko, yani umelipwa thawabu kuliko dunia na vilivyomo. Sasa ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sababu yeye nyumbani kwake ilikuwa ni karibu, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani unatoka pale kwenye mlango ule anaingia msikitini. Kwa hiyo alikuwa anaziswalia pale nyumbani. Na ndio maana ninasema wale mnaokaa jirani na misikiti, hongereni sana. Na wale ambao mnaotaka kununua majumba, na washawishi Waislamu wenye imani, na washawishi, mwambie dalali nitafutie nyumba karibu na msikiti. Ni neema kubwa, sababu adhana siku zote mara 5 inaingia nyumbani kwako. Wewe ni kiasi cha kutoka pale, tena unatawadha pale. Sawa, unatawadha pale, umeingia. Ukija hapa utapata tahiyatul masjid, na kabla iqama unaweza ukapata qablia. Sawa, na unaweza ukaswali qablia. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alichokuwa anakifanya nini baada salatu al-isha? Alikuwa akishaswali salatu al-isha, mama Aisha radhiyallahu anha na wake zake wale ambao ilikuwa ni zamu zao, akishaswali salatu al-isha alikuwa anakwenda kusalia nyumbani. Kwa nini? Mtume anasema la taj'alu buyutakum qubura, msiageuze majumba yenu kama makaburi. Makaburi panasaliwa, wale wenzetu wameshatangulia pale. Sawa, hawaswali tena wale. Ni mimi na wewe ambao bado Allah ametupa pumzi na uhai. Je, anatuangalia tutaitumia pumzi na umri wetu vizuri? Kwa hiyo ni salatul fajr. Sasa salatu al-asr, ndugu zangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yataaqabuna fikum malaikatun bil-layl wa malaikatun bin-nahar, wanabadilishana zamu malaika wa usiku na mchana, wanabadilishana zamu. Thumma yarjuna inda rabbihim, wanapanda kwa Mola wao. Fayasaluhum, wa fi riwaya wa huwa a'lam bihim, wakifika kule wale malaika wa mchana ama wa usiku, anawauliza kaifa taraktum ibadi, mmetoka huko duniani, wacha wangu mmewachaje? Waja wangu, viumbe wangu. Malaika wanatoa ushahidi, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun, wakati tunateremka duniani maeneo mbalimbali tumewakuta wanaswali fajr na tumewakuta wanaswali al-asr, tumewaacha wanaswali al-fajr na tumewaacha wanaswali al-asr. Kwa hiyo hivi sasa ni wakati wa isha. Hao malaika tulionao hawa wameteremka alasiri ya leo, hawaondoki mpaka alfajiri ya kesho. Wanaondoka na ripoti yako.
Kwa ina maana kwamba wewe usiposwali kwa Mungu hujulikani, unasubiriwa kwenda kudundwa. Na mtu ambaye asiyesali 5 times per day anaandikwa katika notice board katika Jahannam. Mtu ambaye asiyesali kila siku, kuna katika notice board, kila mtu ana notice board yake Jahannam, kwamba huyu hajasali alfajiri, adhuhuri, alasiri, magharibi, isha, siku ya Ijumaa hasali, tarawih hasali. Sijui kwa hapa Makuti, lakini kuna misikiti kwa mfano kama ile misikiti ya mjini, pakishasaliwa salatu isha tu mwezi wa Ramadhani, watu wanakwenda kwenye jogging kucheza mpira. Kweli si kweli? Na wanaocheza ule mpira ni nani? Ni Wakristo. Ni Wakristo. Msiwasingizie, waacheni. Wallahi ni sisi wenye Waislamu. Na hiyo Waislamu nawaambia, Ramadhani Cup stop. Narudia tena, please times please stop Ramadhani Cup. Tafuteni jina lolote, tafuteni tu Bongo Flava Cup, lakini Ramadhani iacheni. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran. Sasa wakati wa asri ndio kipindi ambacho malaika wanabadilishana shift, na wakati wa alfajiri ndio kipindi ambacho wanabadilishana shift. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kila hatua unayotembea kwenda msikitini unaandikiwa thawabu, hatua ya pili unafutiwa madhambi. Je, unapokwenda kwenye hiyo Ramadhani Cup unaandikiwa nini? Sio katazi mpira cheza, lakini cheza wakati wote. Jina Ramadhani hatulitaki, kwa sababu watatoka hapo wataita Ijumaa Cup, wataita Shawwal Cup, wataita mpaka mwezi uliozaliwa Mtume Rabiul Awwal Cup. Huu ni ukosefu wa adabu. Mimi nawaambia ni ukosefu wa adabu. Ni mimi kama Rusaganya. Sawa, tusimame hapa inshallah kwa ajili ya adhan. Ndugu zangu, kila mtu anapewa neema yake. Kuna sauti nyingine katika adhana na Qur'an huwa ni raha sana. Yani adhana inaadhiniwa mpaka unasikia raha. Simeniona nilivyokuwa nageuka? Yani nasikia raha. Sawa, sikia raha sana. Allah akubarikie kijana wangu, akupe afya njema mpaka uzee wako ubakie hivyo hivyo na kizazi chako. Allah akuongezee baraka katika riziki yako inshallah, na sauti ibakie hiyo hiyo mpaka ukiwa kibao inshallah. Ndugu zangu katika imani, salatul fajr na salatul isha, hizi ni sala zina faradhi, zina fadhila kubwa sana. Na kuombeni nyumba kama hizi, yani chukua mfano, hata kama mimi Rusaganya, unaambia Rusaganya kuna nyumba hapa jirani, chukua hiyo, kaa hapo ya kwako, nimekupa wewe. Jirani msikiti, ndiyo unachukua ama unanunua. Yani ni neema kubwa mno kukaa karibu na msikiti. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yani ukimwangalia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, shakwenda haji, nyumbani kwa Abu Bakar ulipoona, yani Abu Bakar kwenye nguzo, unatoka nguzo hii msikiti huwa. Umar unatoka nguzo ile nyumba hii msikiti huwa. Uthman unatoka pale unakuja hapa. Ali unatoka pale unakuja hapa. Kwa nini? Salatul isha na salatul fajr. Kwa hiyo hivi sasa hao malaika tulionao ni malaika ambao wanachukua ripoti zetu. Ndugu zangu katika imani, sina mengi ya kuzungumza. Namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kila la kheri. Na toa shukrani kwa uongozi wa taasisi ya Munira Islamic Foundation tuseme, pamoja na uongozi wa Masjid Tauba kwa kunipa nafasi hii angalau na mimi kutoa mchango wangu katika kuyazungumza yale anayoyataka Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini bado nasisitiza
Ramadhan inaingia. La mwisho niseme, anzeni kujiandaa kuipokea Ramadhan. Soma Qur'an, kufanya istighfar, kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuleta tasbihi mbalimbali, salatu tarawih. Ukiswali rakaa 23 sawa, umeswali rakaa 8 ukaswali na witri sawa, sio ugomvi, tusigombane. Lengo kubwa ni kufikia radhi za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Tujitahidi ndugu zangu, tuanze kujipanga. Joto mnaliona Dar es Salaam hivi sasa, joto ni kali sana. Mnajua ni kwa nini? Jahannam hivi sasa inapumua. Mtume anasema hadha min fayhi jahannam, ni pumzi ya Jahannam. Jahannam inapumua sasa, misikiti inakuwa na joto kali. Lakini hivi sasa naona kuna baadhi ya Waislamu wenye uwezo wameamua kujitoa muhanga. Kuna misikiti mingi Kariakoo hivi sasa imewekwa AC, wametokea vidume, ama kuna wanawake nasikia wenye uwezo wanaweka AC, na wengine wameamua kununua umeme kama yeye. Anamwambia Mungu, naomba unipeleke peponi. Kwa hiyo tujiandae ndugu zangu. Naliona zulia hili limechoka. Ni kweli shekhe, limechoka lijachoka? Zulia hili limechoka. Hapa shuleni kwetu Mkwajuni hapa, mimi nafundisha Mkwajuni hapa, kuna mtu amekuja kumwaga AC kama 11. Zile AC ukisema unaziuza utakwenda kwenye miji ya karibu, Bagala huendi, hapa Tandale tu unachukua vibanda viwili. Lakini kidume mtu anasema Allah chukua hizo, nataka pepo. Tumeelewana vizuri? Tujiandae sadaka, kuwanywesha watu maji, juice, mikate, tende. Sawa, siku moja kumwaga pilau baada ya tarawih, kisimamo cha usiku. Tuangalie maimamu, waangalieni maimamu wenu sadaka, waangalieni waadhini wenu sadaka, ili imamu awe na utulivu, anaswalisha kwa utulivu. Tuangalie maimamu, wanaishi maisha mazito sana maimamu. Mimi naogopa kuwa imamu na sitaki kuwa imamu. Nipe milioni 5 nitafutie na nyumba humu ndani ya msikiti, na wanangu waambia nitawasomesha wote, na unipe na gari ya kutembelea. Sitaki. Nitabakia kuwa imamu tu, nitabakia kuwa shekhe wa ndondo. Mimi kazi yangu kupiga ndondo tu, day work. So unaona hapa nimeshapiga ndondo hapa, day work. Unioni tena mpaka niitwe. Kama sikuitwa nitaswali, nikiswali naomba dua, amin, naondoka. Uimamu mtihani, shughuli. Na kuombeni maimamu wenu, nafanya kwa makusudi. Hotuba yangu ya juzi Mkwajuni nimezungumza kuhusu maimamu, kuangalia sadaka zao, maisha yao. Kuna mtu ametoka upande huu wa khatibu, upande wa kushoto ametoka, alikuwa analia. Mshawahi kumuona khatibu anatunzwa kwenye mimbar? Basi juzi nimetunzwa shilingi 30 kwenye mimbar, nikaikataa, nikaambia hapana, usinitunze hiyo pesa, rudi nayo. Akarudi nayo. Ilipokuwa inapishwa mchango, akaleta mchango 30. Baada ya kuwataja maimamu na kuwataja masahaba walipokuwa wanatoa sadaka. Tumeelewana ndugu zangu? Tumeelewana vizuri? Mmenielewa? Hadithi ya mwisho nimalizie shekhe. Mtume anasema yati ala nnasi zamanu yaqumuna fil masjid la yajiduna imaman yusalli bihim. Itafikia hatua kipindi watu watasimama msikitini wanamtafuta imamu wa kuwaswalisha, hawamuoni. Na ndio maana imefikia hatua hii. Ndio maana kuna misikiti mingine utakuta kuna kofia 3-4, au sio?
na kuna misikiti mingine ina majoho. Wakati mimi ninapanga Tandale pale Mtong'ombe, nimepanga Tandale niondolewa kule na mafuriko, basi kuna msikiti jirani pale Muhalitani. Ule msikiti ile maiki kwa imamu anakaa, yani sio anakaa wapi, lakini ni imamu pale Tandale. Sasa kuna wale wanauza vipodozi vya kina mama kwenye vikapu wametenga. Amefika pale wakati wa alasiri, anataka swali, adhana bado. Basi alimuuliza mmoja, akamwambia shekhe akiwepo huwa anachomoa. Basi akachomoa pale akaadhini. Na ile nyumba mimi nilikuwa nimekaa nimepanga imeelekezana na nini na msikiti. Mimi niko nyumbani. Basi akaja muda wa sala pametimiwa, katika masala wanamtazama imamu msikitini hayupo. Wapo watu na huyo waliomchagua waswalishe hana kofia kama hivi. Yule bwana aliadhini, yule ameadhini, yeye sio muadhini, yeye kapita tu kupita njia. Basi akajitokeza mtu kuswalisha. Alipojitokeza mtu kuswalisha hana kofia, sawa, akasimama hapa mbele, hana kofia. Sasa wakati anaswalisha, Allahu akbar, Allahu akbar. Sasa wakati anasema Allahu akbar, huyu bwana huko nyuma akajua kwamba mtu anaswalisha bila kofia, swala haiswi. Akavua kofia yake akamvisha imam pale pale, takbir. Hii live imetokea Tandale 2008. Imamu alipopata habari, alipoelezwa, alicheka, basi akakaa chini anaegemea ukuta. Tatizo nini? Imamu pale anaingia saa 8. Oi, kachoka. Kwa hiyo ndio maana anasema tuangalie maimamu wetu, tuangalie maimamu wetu. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.